Bwana, siri ambayo imeweza kujificha katika ngoma ya Pere ya kwake Rayvanny, Harmonize pamoja na Mario, moja katika chemistry ambayo imekuwa ni ngumu sana kupatikana. Chemistry ya Mario, Rayvanny pamoja na Harmonize ni watu ambao wanahusishwa kutoka katika familia moja fulani hivi ambayo kulikuwa na kamzunguko fulani hivi hapa kati, ni kizungumkote kikubwa sana. Siri ya hii ngoma bwana, mimi nataka leo nikusogezee moja katika michongo ambayo itakushangaza sana kuhusu ngoma ya Pere, lakini pia kuhusu kupatikana kwa hii chemistry ya Rayvanny, Harmonize pamoja na Mario. Kitu cha kwanza kabisa, tunajua kabisa kwamba kuna utata fulani hivi ama kuna mahusiano fulani hivi ambayo yapo kati ya hawa wasanii watatu, yani Mario, Harmonize pamoja na Rayvanny. Kitu cha kwanza kabisa ni kuhusu mwanadada Paula pamoja na familia nzima ya Kajala Masanja. Tunajua kabisa kwamba Rayvanny ni moja katika watu ambao walishawahi kutoka na mwanadada Paula, lakini pia Paula kwa sasa yupo katika penzi nzito ama penzi ambalo linakaribia fulani hivi kuingia kwenye ndoa, na ameshapata na mtoto kabisa na msanii Mario, moja katika wasanii wa Bongo Flava ambao wanafanya vizuri sana. Tumeona mahusiano ya Mario pamoja na Paula yameanza kitambo kidogo, lakini kuna kitu kizito hapa kati ambacho ni ngumu sana kukitenganisha kati ya Mario pamoja na mwanadada Paula. Na hii juzi tu tumeweza kumshuhudia Mario akiwa amefanya ile sherehe fulani hivi, kapati fulani hivi ambacho alikuwa anakifanya kwa ajili ya birthday ya mtoto wake, ambapo alikuwa anatimiza mwaka mmoja. Tuliona vitu vingi sana ambavyo viliweza kutokea pale. Tunajua kabisa kwamba penzi la Mario pamoja na Paula ni penzi zito na ni penzi ambalo halina dalili ya kuisha kesho wala kesho kutwa. Sasa tukija katika upande wa Harmonize bwana, Harmonize ni moja katika watu ambao wana mahusiano makubwa sana na hii familia ya Kajala Masanja. Tunajua kabisa kwamba Harmonize amedondoka ama amekufa mazima kwa bibi wa familia, yani nikimaanisha kwamba Kajala Masanja, moja katika watu ambao ni kitambo sana, moja katika waigizaji wazuri kabisa, ambapo alikuwa anaigiza kipindi kile cha Kanumba, na ndo kipindi ambacho Harmonize alianza kumpenda huyu mwanadada. Sasa Kajala ni moja katika watu ambao walikuwa katika mahusiano mazito sana na msanii Harmonize ama Konde Boy. Katika hiki kipindi cha hapa katikati ni moja katika penzi ambalo lilichukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lilikuwa lina trendi sana kinoma noma. Sasa kitu kizito ni kwamba kipindi kile kulikuwa na michongo fulani hivi ambao uliweza kutokea kati ya Harmonize, Kajala pamoja na mwanadada Paula, ambapo Kajala alikuja kushangazwa na kitu cha Harmonize kuonesha mkonga kwa mtoto wake, yani alitaka kula kuku na vifaranga. Moja katika michongo ambayo alikuja kuchukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ili trendi sana, lakini Harmonize alikuja kuna time fulani hivi akaomba msamaha na vitu vingine kama hizo hapo. So tunashuhudia kwamba Harmonize katika hii familia ana nafasi kubwa sana, yani ana mahusiano makubwa sana na hii familia. Lakini kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba juzi tu hapa, wakati mtoto wa Paula, yani mtoto wa Paula pamoja na Mario, wakati anatimiza mwaka mmoja, alikuwepo Harmonize pale, alikuwepo Kajala. Sasa kitu ambacho kiliweza kutokea ni kwamba zilioneshwa dalili nzito kabisa za kuonesha kwamba Harmonize anataka kurudiana na Kajala, moja katika michongo ambayo ilikuja kuwashangaza watu sana. Na huu hapa haikuwa ile siku tu, kulikuwa na dalili fulani hivi tangu kipindi cha nyuma kwamba Harmonize ni kama anamtamani fulani hivi Kajala na vitu vingine kama hizo hapo. Kwa hiyo tunakuja tunagundua kwamba hii familia bwana ina mahusiano fulani hivi na hawa wasanii watatu, yani Rayvanny, Mario pamoja na Harmonize. Sasa hii combination imekuwa ni combination nzuri sana, ambapo wamekuja kutoa ngoma ambayo inajulikana kama Pere, moja katika kazi ambazo kwa sasa hivi zinakimbia kinoma noma. Ndani ya siku moja ilikuwa na viewers 400,000, lakini ndani ya siku mbili na viewers ni kama 800 fulani hivi. Sasa ni kwamba kwa kila siku ni kama inaongeza 400, moja katika vitu ambavyo ni vikubwa, moja katika maendeleo ambayo ni mazuri sana. Sasa kwenye hii ngoma bwana, mule ndani ni kama Rayvanny alikuwa anagusia fulani hivi sifa za mwanadada mzuri kabisa ambaye hatakiwi kwenda Uturuki, hatakiwi kutumia filters na vitu vingine kama hizo hapo, kuonesha kwamba ana uzuri fulani hivi natural, kuonesha kwamba hizi sifa bwana nazo mwanadada fulani hivi ambaye ni mzuri sana. Sasa tukicheki sifa ambazo aliweza kuziorodhesha Rayvanny pale, ni sifa nyingi ambazo zinakuja kwake Paula. Mimi sijui wewe unaweza kaniambia hapo kwenye uwanja wa comment, lakini unahisi ni mwanadada gani ambaye shape yake sio mpaka aende Uturuki, ngozi yake sio mpaka atumie filter na vitu vingine kama hizo hapo? Unaweza kunichana pale kwenye uwanja wa comment. Lakini kwa upande wa Rayvanny ni kama kwenye kipande chake fulani hivi alikuwa akisifia mtoto mzuri, mtoto ambaye ana uzuri fulani hivi natural. Lakini pia kwa upande wa Harmonize bana, hajawahi kuacha kuonga umchizi. Kitu ambacho kitamtenganisha Harmonize ama Konde Boy na swala zima la uhongaji ni kifo tu, lakini sio kitu kingine. Harmonize bana alikuja kugusia kuhusu mchongo wa kununua gari pale, akisema kwamba Lamborghini ni gari ambayo ni so cheap, anataka kugusa vitu fulani hivi vya Bugatti na michongo mingine kama yapo.
Yaani kiufupi ni kwamba ngoma ilikuwa imekaa poa sana, imesukwa na ikakaa poa kabisa. Sasa kitu kingine ambacho kilikuwa kitakushangaza sana kwenye hii ngoma ni kwamba ukaribu kati ya Rayvanny, Harmonize pamoja na Mario ni ukaribu ambao una matabaka ndani yake. Yaani kuna mtu na mtue. Unakuja kugundua kwamba Mario ni moja katika watu ambao wapo karibu sana na Harmonize. Yaani kwenye ile combination, Harmonize ndo alikuwa na connection kubwa sana na wasanii wote wawili. Yaani Harmonize alikuwa na connection na Mario, na Mario alikuwa anamtegemea Harmonize. Lakini pia Rayvanny alikuwa na connection kubwa sana na Harmonize. Tunajua kabisa kwamba Harmonize inawezekana ndo ambaye ameweza kuwaunganisha wasanii hawa wawili. Lakini tukicheki ukaribu wa Rayvanny pamoja na Mario ni ukaribu ambao upo mbali sana. Tunajua kabisa kwamba Rayvanny kwa sasa yupo katika ukaribu mkubwa sana na Harmonize, lakini pia Mario yupo katika ukaribu mkubwa sana na Harmonize. So tunajua kabisa kwamba kwenye ile ngoma Harmonize ndo ambaye ameweza kukaa katikati. Harmonize ndo ambaye ameweza kutengeneza ile chemistry. So mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment ni kitu gani ambacho kipo kwenye hii ngoma ya Pele umeweza kukielewa zaidi, lakini siri ya mzunguko ama chemistry kati ya Mario, Harmonize pamoja na Rayvanny ni nini? Unaweza pia ukanipanga kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.